naungua mwanangu, naungua. Moto jamani. Dada, kwa nini unamunguza mama na chai makusudi? Hapana, usijifanye makusudi, ni bahati mbaya mama. Bahati mbaya mimi sijapenda. Lakini si nimeshasema nimefanya bahati mbaya au? Naungua mimi jamani, naungua mwenzenu. Pole mama, basi ndio ndani kubadilisha. Mama. Na bado, yaani sasa hivi ni mwendo wa kukuunguza chai mpaka nihakikisha unaondoka wewe mwenyewe huko ndani bila hata kufukuzwa. Umetoka kijijini huko, umeshindwa kukaa huko unakuja kutubana bana tu huko ndani. Kivuli. Ina maana bi mkubwa amekunywa tena pombe kichaa wangu. Ndio, na ndio maana nikaamua nikufuate kule maskani ili kusudi uje ujionee mwenyewe, kwa sababu ningekwambia usingenielewa. Ni mkubwa ndio huyo hapo alipo haelewi chakali, yani yupo ovyo ovyo kama unavyomuona. Kivuli, bi mkubwa unajua anazingua sana ujue. Unajua dakika za mwisho bi mkubwa yule anauma mwenyewe unaelewa, kwa sababu haya mapombe mwanangu. Sasa imekuwaje mwanangu anakunywa pombe ili hadi dakika za mwisho alisema kabisa mbele yetu kwamba acha kunywa tena pombe. Sasa imekuwa tena kunywa mapombe tena bi mkubwa. Sasa pigo gani hizi kichaa wangu? Sasa nisikilize blaza. Huyu bi mkubwa inaonekana ameshatuzoea tayari. Na kama ameshatuzoea, si natakiwa tumwache hapa mtaroni, kwa sababu si anafurahia maisha ya kukaa mitaroni hivi, mitaro inanuka kama hivi, watu wanatupa mavi nini, yeye mwenyewe kalizika. Inatakiwa tumwache hapa ili kusudi apate kile ambacho anastahili kukipata. Hivi Kivuli mwanangu, na akili? Akili yako inachaji vizuri mwanangu? Unaridhika kumwacha bi mkubwa mtaroni, si ndio? Unaona mwanangu, hii ni sehemu sahihi kumwacha bi mkubwa kwa sababu amelewa. Sina kuuliza. Ndio, si ndio maisha anayotaka, na itabidi tumwache hivi kwa sababu ndio maisha ambayo anayofurahia bi mkubwa. Unataka tufanyaje blaza hapa? Okay, basi Dole, so sawa. Mimi mwanangu nimekusikiliza kwa makini sana. Yaani Kivuli wewe huoni thamani ya mama yako. Mama yako amekubeba tumboni miezi 9 kichaa wangu. Mama yako amekubeba mgongoni zaidi ya miaka 3 mzee. Afu leo bi mkubwa tu amedondoka hapa ile kumsupport kwenda mtaani na unadili. Unaona kama vile leo unapoteza. Kuna watu kibao mwanangu umepoteza mama afu anatamani kuwa na mama hata kama mlevi. Mama yako anasamani, inabidi muheshimu mama yako mzee. Basi sio swala mwanangu. Wewe unapoteza kichaa wangu. Nisaidie kumbebesha mwanangu mte mgongoni hapo leo tembea mwanangu. Sikiliza nikwambie, hicho kitu unachokitaka wewe mimi siwezi nikakifanya kwa sababu yeye mwenyewe kalizika, na mimi siwezi nikafanya na kamwe sitofanya, nikwambie kabisa. Mimi siwezi kufanya na sitofanya. Nikwambie kabisa hicho kitu mimi siwezi nikambeba bi mkubwa kwa sababu yeye mwenyewe kajitakia. Kama anapenda mimi nifanyeje? Nimfanyeje mimi? Unachotaka wewe mimi nifanyeje? Mimi siwezi nikambeba. Nikwambie kabisa ili uelewe. Siwezi mimi nikambeba. Mama gani ambao asiojielewa? Mama gani asiosikiliza wanawe? Mama gani mlevi ambao hajielewi hata mwenyewe upo na kina nani? Watu wote hapa wanatuchukuliaje sisi? Wanatuchukulia sisi hatuna akili, machizi, mama yetu mlevi, hajielewi. Hivyo basi hicho mazingira kama unafurahia kwamba alichokifanya bi mkubwa wewe kwako sawa? Ni sawa? Kama ni sawa kwako, ila kwangu mimi sio sawa, nikwambie kabisa. Naturally mimi siwezi nikakubali. Yeye mwenyewe atajua au atajibeba. Nikwambie kabisa hicho kitu mimi sifanyi. Basi Dole, leo bi mkubwa wako afu yenyewe Texas yani. Buza miguu futika mesha nimsaidie bi mkubwa. Sawa, hamna shida. Fanya unavyojua. Bi mkubwa nyanyuka basi. Pombe yangu ngoja bwana pombe. Pombe. Nyanyuka basi bi mkubwa, mbona kama hivyo? Hakuna usimdharau mama.
Usimdharau mama, usimtukane mama. Hakuna. Akili kweli wewe? Unatupikia machakula na michango, unataka kuniulia mtoto au? Na kuuliza nataka kuniulia mtoto. Kila siku hapo wanakaa wanakusifia, unajua kupika. Upishi wenyewe ndio huu. Unatupikia machakula na michanga mengi kweli. Unataka kuniulia mtoto wa binti? Wakisema watoto ambao wanajua kupika wao wanatoka wewe. Na kuuliza unatoka? Hapana dada, ni bahati mbaya, sijafanya makusudi. Wewe Farida wewe. Hivi una akili timamu wewe? Unapata ujasiri wapi kumpaka mwenzako chakula kama hivyo? Hapana mume wangu, lakini wewe umepika chakula kusudi kabisa, ameweka na mamichanga ili aweze kuniulia mtoto. Kile vitu una akili kweli wewe? Wewe. Na kuuliza una akili, unataka kuniulia mtoto, si ndio? Hapana. Tumbo linauma jamani mwanangu mimi. Dada, naomba nisamehe, ni bahati mbaya, sikukusudia. Hebu nyamaza. Mangu tumbo tumbo jamani mimi mtoto wangu. Mangu tumbo. Wewe Farida. Tumbo. Basi. Tulia. Nini shida? Tumbo langu Basi, tulia. Basi sawa. Nyamaza basi. Wewe unaongea chips sawa? Tulia. Pole. Mwanangu, wala usiwe na wasiwasi. Hii ni changamoto tu katika kazi. Hakuna pesa inayopatikana kirahisi. Alafu na kitu kingine ambacho ukijui, huo wote ni wivu tu. Kwa sababu wewe ni hodari sana kupika na kila siku unapika chakula kizuri. Tangu nilivyofika, sijawahi hata siku moja kula chakula kibaya kilichotoka katika mkono wako. Kwa hilo mwanangu, wala usiwe na wasiwasi. Mama, ili ni kosa langu. Mimi ndo nimekosea. Kwa sababu kama ningekuwa makini kwenye kuandaa chakula, basi asingekula mawe. Kwa hiyo adhabu inanistahili. Hapana binti yangu. Hakuna mwanamke asiyekosea kupika hata siku moja. Lazima atakosea angalau hata siku hii moja katika mapishi yake. Ndio kama ulivyokosea wewe leo. Hii imekuwa ni bahati mbaya tu kwako. Ni sawa mama. Basi wewe endelea kupata chakula. Hapana binti yangu. Hata mwenyewe kula sina. Mimi ninachoona, wacha tu nikusaidie kwenda kusafisha. Basi sawa mama. Pia pole nimekufanya ushinde njaa. Usijali mwanangu. Pumbavu mkubwa wewe. Bia yangu umeniweka wapi? Na wewe mpumbavu mwenzako yuko wapi? Bi mkubwa wewe unaonekana wewe umenizoea wewe. Sasa ngoja leo nikutolee uvivu. Vipi mbona tunataka kumpiga bi mkubwa tena amekosea nini mshikaji wangu? Pumbavu mkubwa wewe. Bia yangu umeniweka wapi? Umeona blaza? Umeona? Huyu bi mkubwa kumkanda ujue tukemchekea huo. Anatuingia mpaka machoni ujue huyu akumkanda huyu bi mkubwa. Cheki alivyo. Cheki mimi mwanangu kanimwagia maji ujue. Weka kutia kofi mimi kanimwagia maji. Bi mkubwa ujue analeta dharau. Sikia kipole. Huyu bi mkubwa afa penyewe ananiova kibao yani. Hii sio akili yake. Cha kufanya hapa tu tumsamee tumuingize ndani.
Hamna huyu tumkande kwanza blaza ili ajitambue. Huyu ajitambue. Unajua tukemwacha huyu tutamlea huyu atatutia aibu kwa watu ujue blaza. Kumkata kivipi kipuli? Wewe kupiga kipindi upo mtoto ungefika hapo ulipo mwanangu. Kuna muda inabidi utumie busara kuliko hasira. Huyu mama yako mzee. Sasa mama yako ni mama yetu. Kwa mimi siwezi nikaruhusu hata siku moja ukampiga mama. Sikia, tumpeleke ndani. Mimi siendi ndani. Nataka mdipe bia yangu. Mmeweka wapi? Shenzi type. Atakufa mtu hapa leo. Nataka bia yangu. Pombe ya nini bimkubwa hapa? Yeye unauma tu kwa sababu yao mapombe. Hebu tumjane, tumpeleke ndani. Ni mkubwa bahati yako. Bia yangu mimi naweka wapi? Twende bwana. Shoga yangu. Jana sasa nimekutana na hilo dada lina hela mpaka sio poa. Lina hela mpaka linajiogopa. Kwa hapa nilipo nimejaa mpaka haifai upo. We, usiniambie hapo ulipo na mipesa ko. Nisikwambie tena, hiyo ndo habari ninayokupa sasa. Konta kuniambia hapo ulipo ni una mihela mwenyewe. Nakwambiaje dada, nina hela mpaka natamani kujiteka. Na ndio maana nilivyoamka tu akili yangu ikaanza kuwaza niende wapi. Kwa kwanza kufikiria ilikuwa ni wewe. Nikasema nije tununue pombe tunywe mpaka tulewe. Shoga yangu, yani leo ni kunywa kujigalagaza tu. Vipi wewe, mambo yako yanaendaje? Mimi naendelea vizuri shoga yangu, lakini sema jana nimepigiwa na yule danga shoga yangu, linasema kesho kuta tukutane. We! Fanya kama vile unaniona nitakavyotoka huko na hiyo mihela, nitakuwa boss ready. Wow, kwa hiyo naambia ukienda huko utauli na mihela. Basi mwezi wa baraka huu. We, cheers. Wanangu, kumbe mpo hapa? Ndiyo, shikamoo. Marahaba. Lakini si pombe hiyo? Hapana mama, hii sio pombe. Sema tu ni kinywaji ambacho kinafanana na pombe. Hata kama. Lakini nyinyi hamkupaswa kunywa vinywaji kama hivi. Kwa sababu nyinyi ni bado wadogo. Vinywaji vingi sasa hivi huwa vinawekwa makemiko makali. Kwa hiyo mtajichosha miili yenu, afu ni bado watoto wadogo. Mimi nilikuja tu kuangalia TV, ila kwa sababu nimewakuta mko kwenye mazungumzo, wacha nikuacheni muendelee na mazungumzo yenu. Shoga yangu, na hiki kiungo vipi? Mbona maswali kama tuko nida? Nani huyu? Si mamake Beni huyu, mama mkwe. Maajabu. Yaani wewe na ukaba wako wote leo unataka kukaa na mama mkwe ndani? Kujibebesha mizigo kichwa cha samaki. Yaani huwezi amini. Hapa mimi mwenyewe nachekecha akili yangu jinsi gani namtoa huyu mama, maana simpendi na sitaki hata kaa hapa nyumbani kwangu. Yaani naangalia jinsi gani nimtafutie kisa tu ili aweze kufukuzwa na mtoto wake yeye mwenyewe. Yaani natamani nimkamate, nimfinye, nimtupe kule. Yaani kaja kunibana sasa hivi sipati hata uhuru mimi na mume wangu. Nikikaa hapa na mume wangu naye yupo. Mwanangu, nikikaa hapa naye yupo. Na mwanangu, yaani ananikela huyu mama, mimi ananiboa. Shoga yangu, hapa cha kukushauri tu, fanya uwezavyo mama atoke ndani, maana mambo yako yote yatakwama. Haya, unataka kwenda kukutana na hilo danga, unaondokaje na mama huyu yupo ndani? Anyway, tuachana na hayo shoga yangu. Naona huko ndani kiwingu kishakuwa kikubwa mpaka harufu hapa zinatema tu hapa zinatoka. Kwa hapa tumalizie bia zetu, alafu tutoke twende sehemu tukajilimboa. Sasa leo shoga yangu una mipesa, huwezi kunitupa. Siwezi kukuacha kipenzi. Wewe tufanye tu tuondoke hapa. We, haya. Basi tumalizie tuondoke. Leticia. Nimegonga kwenye geti kubwa kule, sijasikia aliniitikia. Kumbe uko huko nyuma. Mbona unalia tena? Hapana Jeni. Mimi siri niko sawa.
Acha masiala bwana. Mimi naona machozi kabisa kunasema uli. Jeni, unajua kwenye hii dunia kuna mambo mengi sana yanayoendelea yanaumiza moyo. Yaani huwezi amini. Kuna watu Mungu kawapendelea akawapa wazazi wao, lakini hawajali wazazi wao. Lakini kuna watu kama sisi tunatamani tu angalau Mungu atupe hata dakika 5 tu tuonane na wazazi wetu. Angalau hata nimuone tu mamangu kwa dakika 1. Lakini siwezi kumuona. Na wala siwezi kukutana naye. Sina mzazi yoyote ambaye anaweza nikamwelezea matatizo yangu. Sina mtu yoyote ambaye anaweza nikamwambia shida zangu. Lakini kuna watu wana wazazi, lakini wazazi wao hawajali, hawawathamini na wala hawajali kuhusu wao. Hawaumizwi hata na vitu ambavyo wanapitia kwenye hii dunia. Hivi kwa nini watu wanafanya hivyo? Ni kwamba wanasahau kuwa wale ni wazazi wao wenyewe ndio wameweka duniani. Leticia, anajua kiasi gani na kuuma, lakini sio wote wenye moyo kama wa kwako. Na huyu aliyefanya hivyo ni nani? Jeni, hamna mtu yoyote aliyefanya. Lakini haya ni mambo ambayo yanaendelea hapa duniani na kila siku nayaona. Kiukweli hali mimi hainipendezi kabisa. Jeni, mimi sijawahi kumwona mama yangu nikiwa mkubwa. Ni mama yangu kapoteka niache mimi nikiwa mdogo. Natamani hata ningemwona mama yangu. Leticia, usilie, matatizo yanakuta kila mmoja. Basi nyamaza, chakulia, sawa? Jeni, hakikisha wewe unawalinda sana wazazi wako. Unawapenda, unawajali na unawaheshimu, kwa sababu hiyo ni zawadi sana Mungu amekupatia. Na pia karibu sana. Asante. Mimi nilikuwa nahitaji salio. Kama simu yako ina salio, naomba unisaidie, maana nitaka kuongea na mamangu. Afu leo bosi wangu hayupo. Mama yako? Sawa. Asante.